You cannot understand the love of God until you see Jesus. And when you see Jesus, you see the love of God. 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 Kwa jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee ili kila muamini asipotee. Ukimwona Kristo umeona upendo wa Mungu aliye hai. There is no way you can experience the love of God until you see Christ. Christ is the love of God in the world. Praise God. Yesu pekee ndio upendo wa Mungu kwetu sisi. Hauwezi kutambua upendo wa Kristo, upendo wa Mungu mpaka umempata Kristo. Praise God. Yesu akiwepo mahali popote, sasa unaweza kuuona upendo wake Mungu. Hauwezi kuomba upendo wa Mungu. Upendo wa Mungu ni mmoja tu, ni Yesu Kristo duniani. Bwana apewe sifa. Utakapoweza kuwa na Kristo duniani umeupata upendo wa Mungu. Mungu aliupenda ulimwengu, akapenda wanadamu zaidi ya shetani, akapenda wanadamu zaidi ya malaika, akapenda wanadamu zaidi ya chochote duniani, akamtoa mwanae wa pekee Yesu Kristo. Huo ni upendo wa ajabu, upendo wa hali ya juu, upendo wa hali ya juu. Ukisema Yesu, Mungu anahitaji kuona upendo wako sahi. Jesus will come to your house. When you see God, I need to see your love. Now you can see Jesus in your house, in your life. Ukisema nahitaji kuona upendo wako Mungu, Mungu anachoweza kumfanya, anamfanya Kristo aje nyumbani kwako, aje kwenye maisha yako, aje kwenye afya yako, aje kwenye ndoa yako, aje kila mahali. Inua mkono wako juu, mwadhimishe Mungu, mwambie Yesu, Mungu wa mbingu na nchi, Mungu Baba, nahitaji upendo wako asubuhi ya leo. Nahitaji upendo wako asubuhi ya leo kwenye familia yangu, kwenye maisha yangu, kwenye ndoa yangu, kwenye biashara yangu. Nahitaji upendo wako. Utakaposema nahitaji upendo wako, utasikia nguvu ya ajabu. Jesus will manifest. Jesus will come to you. Nahitaji upendo wako, nahitaji upendo wako, nahitaji upendo wako, nahitaji upendo wako. Pray, pray the love of Christ. The love of Christ. The love of God. The love of God. The love of God. Jesus is 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 the love of God. Sema nahitaji upendo wako Bwana. Nahitaji upendo wako Kristo. Bwana Yesu, nahitaji upendo wako. Mungu, nahitaji upendo wako. Yesu ndio upendo la Kristo. Yesu ndio upendo wa Mungu aliye hai. Baba, nahitaji upendo wako, nahitaji upendo wako, nahitaji upendo wako kwenye maisha yangu, nahitaji upendo wako. Mungu ni pendo. Haleluya. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, anapenda watu. Haleluya. Mungu ni pendo, anipenda. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, apenda watu. Haleluya. Mungu anipenda. Na alipotea katika dhambi, akaja Yesu ikawa mtumwa wa shetani. Mimi nalipotea katika dhambi, huko nilikuwa mtumwa wa shetani. Akaja Yesu, alimleta mwanawe kanipa. Akaja Yesu, alimleta mwanawe sasa kanipa. Mungu ni pendo, ananipenda sana, ananipenda.
alisema ni mtume nani? Ni Yesu peke yake. Alisema Baba nitume mimi, nitakwenda, nitaokoa na dhambi zao. Sikilizeni sasa nafurahia sana. Mungu ni pendo, Ananipenda. apenda watu. Mungu Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, anipenda. Sikilizeni furaha. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo. Geukia jirani yako mwambie sikiliza. Sikilizeni Geukia jirani yako mwambie furaha yangu. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, Ananipenda. apenda watu. Mungu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo. Bado hujamwambia jirani yako. Geukia jirani yako, mgeukie jirani yako. Mgeukie jirani yako mwambie sikilizeni. Sikiliza na kuambia jirani. Jirani na kuambia mimi Mungu ananipenda. Alimtuma mwanawe aje anikomboe. Mwambie jirani. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye. Siku zote. Sababu gani ya pendo hiyo? Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote. Sijui kama umeelewa. Sababu hii namtumikia, namsifu yeye siku zote. hebu mwambie mwenzako sababu hii. Sababu ya upendo namtumikia, namsifu. yeye siku. Mwambie tena hajasikia. Sababu hii mimi nitasifu. Nitasifu siku zote. Namsifu yeye siku. Kwa mara ya mwisho mwambie tena sababu hii. Namtumikia, Nitamsifu. namsifu yeye siku zote. Sikilizeni. Furaha yangu. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu. Mungu ni pendo. Mungu ni Namna hii. Sikilizeni. Sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, Namna hiyo. apenda watu. Hallelujah. Mungu ni pendo, apenda watu. Hallelujah. Mungu ni pendo, Sasa cheza kibega. Cheza kibega. sikilizeni furaha yangu. Mungu ni pendo. Mungu ni pendo, Ananipenda. apenda watu. Mungu ni pendo, apenda watu.
hawajawahi kuwa wakamilifu hata siku hii. Kwa kama sio mkamilifu, kuna sehemu iko na weakness. Bwana pewe sifa. Kwa akikuuzi mwambie, I know you are a human being. I know you are a human being. I know you are a human being. Najua ni mwanadamu. Hata akikukosea usimjadili. I know you are a human being. You are a human being. You are a human being. You are human. So don't be disappointed because of human being. Bwana pewe sifa. Nimesema nini? Usiumie, usifadhaike kwa sababu ya wana na wao ni wanadamu. Bwana asifiwe. The love of God. Okay, the book of Hebrews chapter 11. Hebrews chapter 11 verse 3. Ibrania 11 kuanzia mstari wa 3. Biblia inasema, kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Rudia tena. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Through faith we understand that the world we are framed by the word of God. Through faith we understand that the world we are framed by the word of God. Repeat after me. Through faith we understand. We understand. Through faith. Through faith. Faith brings an understanding. Through faith we understand. Kwa imani twafahamu. Kinachoweza kuleta ufahamu ni imani. Amen. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa imani twafahamu. Kumbe imani ina uwezo wa kuleta understanding. Bwana pewe sifa. Kwa imani twafahamu. Atufahamu kwa sababu tuko shuleni. Atufahamu kwa sababu kuna walimu. Yes. Tunafahamu kwa imani. Let me prove it. 1 plus 1 is 2. Moja jumlisha moja. Is 2. Prove it. Okay. Moja jumlisha. Nani alikwambia kwamba ni moja? Mwalimu. Let us prove it. Hii ya kusimama hii. Akaweka nao msalaba, akaweka naye, akamwambia nijumlisha. Nani alikwambia hiyo? You are still now believing. Bado naamini. Bado naamini kwamba yeye nini? That's why inafanya kazi. Bwana pewe sifa. I don't know Wachina moja wanaiandikaje. Sio naandika hivi, amen. Ila wengine tunaiandika hivi. Sijui Waarabu wanaiandikaje. Sijui kama ya Waarabu imesimama hivi. I'm not sure. Bwana pewe sifa. Ila ndio unachokiamini mpaka sasa hivi unakiishi. You live the faith of a person who said this is one. Unaishi kwa imani and ya this mtu plus aliyesema hivi. this is one. Now you are living the faith of a person. Unaishi imani ya mtu. Bwana pewe sifa. Bwana pewe sifa. Kwa imani twafahamu. Kinacholeta ufahamu ni nini? Bwana pewe sifa. Unanisikia vizuri? Kuna mali naelekea utanielewa. Kwa imani twafahamu. Kwa kweli mtu akiwa na imani anaweza kuwa na ufahamu vitu vingi katika ulimwengu wa roho. Bwana pewe sifa. My God. My God. Kuna mtu ananiambia prophet, nimeota malaika. Amen. Nimeota nini? Malaika ana mabawa, anapaa hivi. Nasha kuota kitu kama kile? Bwana pewe sifa. Ni kwamba yeye aliamini kwamba malaika ana mabawa na ni mweupe. Bwana pewe sifa. Amen. Kwa hiyo angetokewa na mweusi ambaye anapaa hivi, angesema ni pepo. Bwana pewe sifa. Kwa sababu by faith, kwa imani understanding, anafahamu kwamba malaika na mabawa na ana. Bwana asifiwe. Unanielewa vizuri eh? Kwa imani, through faith we understand with no doubt. With no doubt. Bila mashaka. We understand. Tunafahamu. With no doubt. Bila mashaka.
that the world were framed through the word of God. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Kristo. Listen, ulimwengu haukuumbwa kwa material yoyote. Oh my God. Hakuna material, hakuna bati au mawe au kokoto iliyotengeneza nini? Ulimwengu. Kilichotengeneza ulimwengu mpaka ukawepo, the word of God. Bwana pesa. Amen. Kama neno la Mungu liliumba dunia ambayo unaishi, even hata mimi ni sehemu ya ulimwengu, niliumbwa kwa neno la Mungu. Bwana pesa sifa. Amen. Kwa imani twafahamu ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Ilo jambo ambalo lina uwezo wa kuumba ulimwengu. Unafikiri nini kuhusu kuumba utajiri wako wewe? Unafikiri nini kuhusu kuumba ndoa yako wewe? Unafikiri nini kuhusu kuumba watoto wako wewe? Unafikiri nini kuumba kazi yako wewe? Kama hilo neno liliweza kuumba ulimwengu, how about your marriage? What do you think about your finances? Bwana pewe sifa. Amen. Biblia inasema nimeliweka neno lako ndani ya moyo wangu ili nisikutende dhambi. Yes. Bwana pewe sifa. Amen. Unanisikia vizuri Amen. Unanisikia vizuri Amen. Listen. Pepo, ibilisi, shetani, uchawi au uogopi sana maombi unayoomba. That's why we can pray to you today. Pepo inakutoka, then tomorrow it is manifesting again. And you don't know. Unaombewa leo, unatolewa the same demon. Unatolewa pepo hilo. Unakuja kesho unatolewa pepo hilo. Mwaka mzima una pepo. Pepo aliogopi because unaomba. Ombi inaweza kutuliza, but the word of God. The word of God can cast out demon. Inaweza kuondoa mapepo. Bwana asifiwe. Wangapo mnaelewa? Wangapo mnaelewa? Dunia iliumbwa kwa neno la nani? Kama Mungu mwenyewe anajua aliumba ulimwengu kwa neno lake. Shetani anakuambia weka aside neno la nani? La Kristo. Liweke pembeni. Liweke nini? Bwana asifiwe. Leo unahitaji neno la Kristo, reframe. The word of God will come in your house. Amen. And will frame everything. Bwana asifiwe. Amen. Wangapo wanaelewa? Twajua kwa imani ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu. Hilo jambo likikaa kwenye akili yako umeshinda. Unaelewa kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu? Amen. Unaamini alisema iwe nuru, ikawa nuru. Akasema iwe nuru, ikawa nuru. Yawe maji, akawa maji. Yeye alikuwa anasema a single word of God can transform your life. Amen. Bwana asifiwe. Wangapo wanaelewa? Sema Bwana Yesu. Kwa imani. Nina uhakika. My God. Imani ni kuwa na uhakika. Through faith now we assured. Toa neno kwa imani. We assured, tuna uhakika ya kwamba ulimwengu uliumbwa kwa neno la. Una uhakika? Mgokeje na kumwambia nina uhakika. Ulimwengu huu haujaumbwa na dhahabu au material yoyote. Umeumbwa kwa neno la Mungu. Hao watu wanielewe pengine. Okay. Njoo pastor. Hivi unafikiri hii shati imeumbwa na nini? Cotton. Yes. Ina cotton, ina colors. Yes. Amen. Si ndio? Amen. Kwa hii imeumbwa na cotton na colors pamoja na baadhi ya metals.
kama hizi. Amen. Si ndio? Yes. Sasa hii ndio imetengeneza shati. Tukianza kufanya separation of mixer, hii itakuwa tutatoa pamba pembeni, rangi pembeni. Amen. Amen. Ndio imetengeneza shati. Sasa tunataka tujue ulimwengu umeumbwa na nini? Ulimwengu umeumbwa na neno la Mungu. Bwana pesi. Amen. So when you can understand the word of God, you can know the world. Unapolijua neno la Mungu unaweza kujua ulimwengu. Bwana pesi. Amen. Wangapo wanaelewa? Amen. Wangapo wanaelewa? Kuna mahali naelekea utanielewa. Sema Bwana Yesu, najua kuanzia leo. Yesu, najua kwanza. Ulimwengu uliumbwa kwa neno lako. Kwa neno lako. Najua kuanzia leo. Najua kwanza. Ulimwengu uliumbwa kwa neno lako. Kwa neno lako. I know. We are the product of the word of God. Sisi ni zao la neno la Mungu. We are the product of the word of God. We are the product. Ni zao. Bwana pewe sifa. Yaani muangalie jirani yako, mwambie wewe ni matokeo ya neno la Mungu. Mgeukie, wewe ni matokeo ya neno la Mungu. Listen. Wewe ni matokeo ya neno. Wewe ni matokeo ya neno. Wewe ni matokeo ya neno. Sasa usipoishi neno la Kristo, you shall die. Because you are the product of the word of. Unajua kwa nini tunabidi defeated? Tunatoka kwenye system ya product, yani iko hivi. Maharage yametokea kwenye ardhi yakachipuka. Asa harage linahitaji kuota juu ya bati, inawezekana? Are you listening? Yes. Are you listening? Yes. Mwambie wewe pastor, wewe mama, wewe rafiki, ni matokeo ya neno la Mungu. Mgeukie, usijione unapendeza hivi. Usijione umekuwa handsome hivi. Usijione jinsi ulivyokuwa hivi. You are the product of the word of God. Amen. You are the product of the word of God. Amen. Bwana pewe sifa. The book of Jeremiah now, chapter 5, verse 14. Yeremia 5:14. Yeremia 5:14, Biblia inasema, ndio. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa majeshi asema hivi. Anasemaje Bwana Mungu wa majeshi? Kwa sababu God of hosts. Kwa sababu hiyo Bwana Mungu wa majeshi asema hivi. Anasemaje Bwana Mungu wa majeshi? Kwa sababu mnasema neno hili, tazama nitafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto. Nitafanya maneno yangu katika kinywa chako kuwa moto, na watu hawa kuwa kuni, nao moto utawala. Listen, this is very forgot. Anasema nitaweka maneno yangu kinywani mwako kuwa moto, watu wale watakuwa kuni. Sasa swali, kati ya kuni na moto nani anamwangamiza mwenzie? Moto. Moto. Kati ya moto na kuni nani anamwangamiza mwenzie? Moto. Asa sikia Mungu anachokisema, sitoweka kiberiti kwako wala mkaa wala petroli. Yes. Siweki petroli wala mkaa wala diesel, siweki hata kiberiti. How put my words. Amen. Hold your mouth. And my word will be the fire. Nitaweka maneno yangu kinywani mwako, ayo maneno yatakuwa moto, na watu wale waovu watakuwa kuni. Wachao watakuwa kuni by the word of God through you. Amen. Koma shaka yata masat. Listen, there is no weapon that can destroy which until you receive the word of God in your mouth. Yes. Are you listening? Koma shaya. God will put his words. Ataweka maneno yake ndani ya kinywa chako. Hauhitaji bunduki mwanangu, hauhitaji silaha mwanangu, hauhitaji petroli kuangamiza wachawi. You need the word of God. You be the fire. Amen. 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 Amen.
Only the word. The word. Only the word. Yakikaa hayo maneno ndani yako, anasema watu wale waovu watakuwa kuni, watakuwa kuni. Watakuwa kuni. Yani unamwendea mchawi mmoja, unasema I carry something in my house. I carry something in my mouth. Kuna kitu nimekibeba kwenye kinywa changu. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Unauambia ugonjwa, utakuwa kuni, nibebeba moto kinywani mwangu. Bwana apewe sifa. Wachawi wanahitaji neno la Mungu ndani ya kinywa chako. Nyamaza kimya. Bwana apewe. It's very understand. Listen. Pepo hata jana prophet alikuwa naomba. Come out. Amen. They can be understanding that this word is very powerful. It's very powerful just to they come out. Bwana apewe sifa. Are you listening? Are you listening? Are you listening? Ukiliweka neno la Kristo ndani yako, mwanangu, litakuwa moto kwa maadui zako wote. Hilo nataka upokee leo, nataka upokee leo. Receive this word in your mouth. Amen. Receive this word in your mouth. Amen. Receive the word of God in your Amen. mouth. You shall speak. I receive it. Bwana apewe sifa. Hallelujah. Are you listening? Are you listening? Sijua wa Kristo sisi wa Tanzania tuna shida gani? Unachokiogopa kinakuogopa. Ila kinajua you have got a weakness. Yani wachawi wanakuogopa. Mapepo yanakuogopa. Majini yanakuogopa. Magonjwa yanakuogopa. Ila inajua huyu mtu ana weakness, ana udhaifu. Udhaifu alionayo ana the word of God in his mouth. Bwana apewe sifa. Lakini saa shetani akijua una neno la Kristo ndani yako, hawezi kusogelea. Shetani alimwendea Yesu. Kamwambia imeandikwa, kama wewe ni mwana wa Mungu, kama wewe ni mwana, badilisha mawe haya yawe nini? Amen. If you are the son of God. Mungu alimaliza kumwambia Yesu kama wewe ni mwanangu napendezwa naye. Amen. Mungu alimaliza kumwambia nani? Yesu. Kashamwambia. Kitabu cha Luka pale 3. Alipotoka kubatizwa, Roho Mtakatifu akaja kama huwa akamwambia, huyu ndio mwanangu napendezwa naye. Amen. Amen. Mungu akamdhibitisha. Alipomaliza kutoka pale sura ya 4 akakutana na shetani akamwambia, kama wewe ni mwana wa Mungu. Neno kama ni mwanamume simama. Kama ni mwanamume simama. Akisimama ana uhakika. Ana mashaka, yani akisimama ana mashaka na. Bwana apewe sifa. Amen. Kama ni mwanamume simama, ukisema mtu anasimama, kama una mashaka na kwamba wewe una mashaka. Lakini mtu ambaye kama ni mwanamume anakaa anajua mimi sio kama, I'm sure mimi ni mwanamume. Bwana apewe sifa. Kwa shetani akamwambia Yesu, kama wewe ni mwana wa Mungu, kama if you are the son of God, change this stone to be bread. Badilisha ya mawe nini? Yesu angesema ngoja nibadilishe kuwa mkate, angekuwa na doubt kile Mungu amesema. Bwana apewe sifa. Akamwambia shetani, sikia, I have a word. Hatutaishi kwa mkate tu. Oh yes. Here, kwa kila neno, every word. Oh yes. That comes from the mouth of the Lord. Amen. Hatutaishi kwa mkate. We shall not live by bread alone. Hatutaishi kwa mkate. Akitokea mtu akasema sintoishi kwa mkate tu, sintoishi kwa gari tu, sintoishi kwa aya tu, but kwa kila neno litokalo kwenye kinywa cha Mungu aliye hai. Bwana apewe sifa. Neno la Mungu lililotoka kwenye kinywa cha Mungu linasema hautakufa bali utaishi. Hilo neno liishi. Najua this word comes from the mouth of the Lord. I shall not die, I shall live. Bwana apewe sifa. Henyi wagonjwa semeni tumepona. I'm healed. This is the word of God. Bwana apewe sifa. Unanielewa? Unanielewa? Anasema nitaweka neno langu kinywani, litakuwa moto kwa watu, na watu wale watakuwa nini? Kuni. Bwana apewe sifa. Yani mchawi ukimtazama Mungu anamuona ni kuni, ila wewe hujui kutumia moto ulionao.
Bwana apewe sifa. Yule adui anayekuonea, Mungu akiangalia mbinguni anasema jamani, huyu Harrison anajielewa, anajua na moto. Yule ni kuni na zimekauka. Mchawi mkubwa ni kuni iliyokomaa. Bwana apewe sifa. Yule mchawi anayeroga sana ni ukuni ule uliokauka, umekauka. Sasa ukiwasha kiberiti tu unawaka. Wachawi wadogo ni mkuni ambao umekauka taratibu. Mimi nataka wachawi wakubwa, sitaki wachawi wadogo. Nahitaji wachawi wakubwa. Moses alikuwa anamtaka Farao tu, the I-most witch. Bwana apewe sifa. Musa alikuwa anataka wachawi wadogo, anataka wachawi wakubwa ili akitamka neno ni manifest. Elia alikuwa anahitaji wafalme wadogo, anahitaji kina Ahabu wenye nguvu. Akisema inyeshi, hainyeshi. Bwana asifiwe. Wangapi wamenelewa? Nani uko tayari kutumia moto kuchoma kuni? Uko tayari? You carry fire. Amen. You are carrying fire in your mouth. Yes. You are carrying fire in your mouth. Yes. Umeubeba moto kinywani mwako. Mwangu. Bwana asifiwe. Amen. Usiwashe moto ule wa Mbeya, wa Iringa ambao kuna baridi. Mnaofahamu ule moto wa Iringa na Mbeya kuna nini? Amen. Kuna moto. Bwana apewe sifa. Moto kama Dodoma kule kwenye nyika kule Tabora. Sio moto ule ambao una baridi. Ni moto ule ambao ukiwasha kiberiti tu unawaka. Bwana apewe sifa. Yes. Bwana asifiwe. Moto wa Iringa ni pepo toka. Bwana apewe sifa. Amen. Uwe ni wa nini? Iringa. Wa Njombe pepo toka. Bwana apewe sifa. Lakini moto wa kama Dodoma kule kwenye ukame ule. Hey. Ukisema no, ubi no. Yes, ubi yes. No, ubi no. Yes, ubi. Stop. Bwana apewe sifa. Amen. Hallelujah. Amen. Uko tayari kuwasha moto? Yes. You carry the fire in your mouth. Amen. 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 You carry the fire in your mouth. Oh yes. Umeubeba moto. Oh yes. Jesus. I don't believe and I shall never ever believe. Sitaka niamini na namuomba Mungu kanisa hili la wana wa Mungu aliye hai. Ifike kwenye level una mapepo, unakana mapepo wewe. Unaenda nyumbani kwako unamwambia binti au sigara mapepo, stop, come out. A single word. Unamwambia ibilisi toka nyumbani kwangu, anatoka. Bwana apewe sifa. Amen. Unamwambia dada alichukua mume wako, acha mume wangu nao, anamwachia. Oh yes. Unawaambia wachawi, hamtaoga biashara yangu, halogi tena. Unawaambia waanga, mtaondoka leo, wataondoka. You carry the fire in your mouth. The Bible says, I will put my word in your mouth, and the word will be the fire. Will be the fire. The word of God will be the fire. Shall it be the fire? Shall it be the fire? Say, I carry the fire. I carry the fire. I carry the fire. I carry the fire. I carry the fire in my mouth. Hear me, child of God. Mwanadamu yeyote kuanzia leo asikuchezee chochote. Labda nieleweke. Hivi mtasha kutishia Mtasha kutishia. Nasha kutishwa na mtu. Bwana apewe sifa. Anakuambia nitakuonyesha. Au lali a single word kwamba nitakuonyesha. Unakaa unakonda. Bwana apewe sifa. Hear me. Kama hilo neno lake huyo mtu linakunyima amani na furaha. You carry the fire of God. Oh yes. You carry the fire of God. Oh yes. You carry the fire of God. Hear me. The Bible says the word of God is quick and powerful. Oh yes. Sharper. Sharper than any two-edged sword. Neno la Mungu lina ukali kuliko upanga
ukatao kuwili. Lina uwezo wa kugawa nafsi na roho. Hilo neno lina ukali kuliko upanga wowote ukatao kuwili. Sasa yani wewe unaogopa kisu? Unaogopa kisu, upanga. Amen. Yani mtu akuletea upanga, wewe Adam, nitakuchinja. Unaogopa. Mungu achikuangalia sema Adam, you are something wrong somewhere. Kwa sababu the word of God is sharper than that weapon. The word of God is sharper than any two-edged sword. Bwana asifiwe. Umenisikia? Yeye mtu akuja na upanga, unatemeka. Mwambie anakuja na upanga na kisu, unatemeka. The word of God is sharper than any weapon, any weapon, any weapon, any weapon, any weapon, any weapon. Na ni moto, nani? Moto. Uko kinywani mwako, yani watu vinywa vyenu vimebeba moto hapa. Amen. Kinywani mwako na moto. Amen. Anasema wale maadui ni kuni. Jesus. Sio kama mnanielewa Anasema wale maadui ni kuni. Maneno yangu kinywani mwako. Sasa mwenzako mwenye moto anaogopa kuni. So surprise. Bwana pewe sifa. Yani moto unaona ukuni unakimbia. Bwana asifiwe. Yani huyo naye muogopa, mgeuke jirani. Huyo naye muogopa. Biblia inasema ni ukuni, wewe ni moto. Sasa angalia, moto unaogopa, mgeuke. Uko sawa sawa sawa? Uko sawa sawa? Bibi yangu ni mchawi, prophet ananisumbua. Bibi mchawi, umebeba moto. Bibi ni kuni. Listen. Jirani yangu prophet amenisumbua sumbua, analoga, nimekuta irizi. Irizi ni kuni. Bwana pewe sifa. Eti yule prophet ofisini kuna dada mmoja na mashaka naye, yani na mashaka naye, ananipa shida kweli. Saul pole, anakupa shida. Yani kuni anakupa shida. Bwana pewe sifa. Unafika ofisini, wewe ni kuni. I carry the fire. Amen. I'm the fire. Oh yes. I'm the fire. Amen. 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 I'm the fire. I'm the fire. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Unapokwenda nyumbani siku ya leo, Yes. hacha moto ukawake mjini kwenu. Amen. Ukawake nyumbani kwako. Amen. Kwenye familia yako. Amen. Kwenye nyumba yako. Amen. Ukawake. Amen. Nimeubeba moto kinywani mwangu. Nimebeba moto kinywani mwangu. Leo nakwenda kuteketeza magugu yote. Leo naenda kuteketeza magugu yote. Nakwenda kuteketeza magugu yote. Kwenda kuteketeza magugu yote. Kuangamiza magugu yote. Kuangamiza magugu yote. Wachawi ni kuni. Wachawi ni kuni. Waanga ni kuni. Wanga ni kuni. Washirikina ni kuni. Washirikina ni kuni. Nasema ni kuni. 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 Mimi nimebeba moto wa Yesu. Mimi nimebeba moto. Nimebeba moto mimi. Nimebeba moto. Ninao moto mimi. Nimebeba My moto. word is fire. Ninao My moto. word is fire. Ninao moto. My word is fire. My pastors, wachungaji wangu ninyi hapa. Yani ifika kwenye level makaloda maida masaka lalo la bashaka ya dota lima yata sota mayanda pale kaida. Here my pastors. Here my pastors. Wachungaji wangu nisikie. Inaenda kufika mahali ukienda mtaani tu ukisema kala mama la la hey. Oh the chaos. Chaos every corner. Who be the chaos? Yes. Who be the chaos? Who be chaos? Itakuwa ni ajabu. Hatari kila mtaa. Neno lako moja tu, mapepo yanalipuka. Neno lako moja tu, wachawi wanahama. Neno lako moja tu. Hivi mnajua moto Mnafahamu moto Ukiwaka moto moto ukiwaka hata ndege unakimbia,
hata paka wanakimbia, hata panya wanakimbia, hata nyoka wanakimbia, hata wanyama wanakimbia, hata simba wanakimbia, hata simba anakimbia. Where there is a fire, even lion cannot stay. Mnasemeni, where there is a fire, even lion cannot stay. Even the snake, even the cobra cannot stay. Even the cobra, even the snake cannot stay. Oh my God, oh my God. Where there is a fire, even the leopard cannot stay. Even the cheetah cannot stay. Where there is a fire.